Bi Leila mwenyewe hapo. Ilikuwaje kwako? Sawa ulikuwa na pigo za kitomboy, tumesikia mama alikuwa anakufunda kweli kweli. Ilikuwaje kwako rahisi kukubali kuishi na mwanaume ambaye kwa nje anavaa nguo za kike, mawigi, makeup, wanja? Ilikuwaje? Yaani nini ambacho kilikufanya uendelee kuishi naye? Yani kilichonifanya mimi niishi na huyu, cha kwanza kabisa kama awali hapo alivyoongea mpaka jinsi ambavyo alivyoniona, alivyonipata. Kwa sababu mimi nikopo na vango za kiume na nikopo siamini kama mimi uhalisi yangu ni mtoto wa kike. Kwa sababu niko nacheza mpira. Kwa mtu unajua tena mtu ucheza mpira, kila mtu yupo ambavyo anavyojiweka yeye. Kwa mimi nikopo nimejiweka kama mimi mwanaume vipi. Lakini wewe alivyonifuata, huyu ni mtoto wa kiume tu. Ushanielewa? Uwezi jua ukafikiria nini kwenye moyo wake au vipi mpaka kanifuata mimi. Na mimi kweli basi alivyonifuata sikumkatalia kwa sababu mwenyewe sikuwahi kujihusisha mahusiano na mwanaume yoyote. Mwanaume yoyote yule sikuwahi kuwa na mahusiano naye. Yaani huyu ndo wa kwanza na huyu ndo wa mwisho. Ushanielewa? Kweli mimi nipo na huyu mwenyewe kwanza alikopata mimi ni vango za kike. Kwa sababu anaona nikivango za kike sijui nitatongozwa, nitaibiwa. Basi mimi nikapona vatu nguo za kiume hivyo hivyo mpaka hiyo mwezi wa 9 hivyo ambapo waliponicheza ngoma nikawa naendelea kuvaa nguo zangu tu za kiume hivyo hivyo na vango za kiume. Watu ndio wanaongea kwamba mimi ndio mwanaume, huyu mwanamke basi mwanamke, mimi ndio mwanaume. Kweli haki yao kuongea kutokana na sisi ambavyo tulivyokuwa tunajiweka na kutojitambua. Ushanielewa? Kweli tumekaa tumeishi kama hivyo. Mama, mimi namuita mama, kamshauri kwani msifunge ndoa. Kweli ndio tumetangaza tu siku 2. Ina maana ndio tumetangaza Ijumaa na Jumamosi. Jumapili ndoa imepita kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ushaona? Kilichonifanya nimkubali huyu, mimi sikuwahi kukutana na mwanaume yote. Yaani huyu ndio mwanaume wangu wa kwanza ambaye alonitoa mimi bikra. Yaani huyu ndio wa kwanza. Japokuwa watu wanasema sijui vipi, lakini kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Nampenda basi na nitazidi kumpenda. Kwa sababu ukiangalia maisha nyuma sikuwahi kuwa na mwanaume. Alafu Mwenyezi Mungu kaniletea mtu kama huyu. Sasa mimi sipompenda atapendwa na nani? Au mimi asiponipenda mimi nitapendwa na nani? Kikubwa tu kubadilika, na mshukuru Mwenyezi Mungu ametufungua akili zetu mapema, tumejitambua na mpaka sasa hivi tena sitaki tena kuvaa nguo za kiume na huyu tena hawezi tena kurudia kufanya mambo ambayo ya kijinga ambayo tulikuwa tunafanya zamani. Nimetambua thamani yangu mimi mtoto wa kike na niwe mfano anakuwaelimisha wengine. Mtu kucheza mpira kufanyaje haimaanishi kwamba ni mtoto wa kiume. Mtu inabidi utambue uhalisia wako. Kama mtoto wa kike utabaki tu kwa mtoto wa kike, mtoto wa kiume utabaki kuwa mtoto wa kiume. Ila mimi basi nampenda kwa sababu ndo mwanaume wangu wa kwanza kuwa naye. Kwa wewe mpaka sasa hivi Bi Leila, ukiangalia mabadiliko ya basi toka mmekutana mpaka leo hii unayaonaje? Yaani kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila siku niko naomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu tuondolee marafiki wabaya na utubadilishe sisi. Sababu tunahitaji kuwa na familia, tunahitaji kuwa na watoto. Yaani nafurahi najisikia vizuri. Yaani kabadilika kwa kiasi kikubwa. Wewe fikiria mtu kutoka kwenye kuvaa madera ya kike mtoto wa kiume. Mpaka sasa hivi basi ukimwekea dera anaweza kupiga hata risasi. Umwambie sijui wigi sijui nini, sijui cha kike, mtagombana. Yaani inamaanisha kabadilika kwa kiasi kikubwa. Mtu ukimwambia basi kabadilika, mtu hawezi kufanyaje kukuamini. Kama huko kwenye picha zetu ambazo video zetu zinavyotrend huko, kila mtu ana comment ambacho anachojua yeye kwamba hivi sijui nini. Lakini mimi ndo najua wanaume wa huyu. Yaani ndo najua ipoje na najua thamani yake. Ila mtu akitaka kuuliza akuulize wewe. Aniulize mimi. Sijaji, ukitaka kujua basi ni mwanaume sio mwanaume. Anijaji mimi. Yaani mimi ndo najua wanaume wake na mimi ndo ananiridhisha. Yaani hicho kitu hata kama sio mimi hata mtu mwingine labda shoga labda na tomboy wanatembea na mahusiano, usikae ukaamini eti kwamba eti yule shoga ndo mtoto wa kike, tomboy ni mwanaume. Hicho kitu hakipo. Yaani mwanaume ni mwanaume na mwanamke ni mwanamke tu. Hata ufanyaje tui itabaki kuwa tui, maziwa itabaki kuwa maziwa. Yaani vitu vile tofauti, rangi ni moja. Sawa. Bi Leila hapo pamoja na kuna comment, kuna vidole pia vya watu. Amuishi ndani tu, mnatoka mnaenda sokoni, mnatembea, mkitaka kwenda sehemu mnaenda. Unawezaje kukabiliana na vidole ambavyo labda unanyoshewa na
watu mbalimbali ambao wanawafahamu kupitia video ambazo wameziona mitandaoni na hawaujui ukweli ambao wewe unaofahamu? Yaani cha kwanza kwamba maneno hayamui mtu, afu maneno hayakutoboi, afu maneno wala kufanya kitu chochote vile. Mtu utaongea sawa. Ndio mtu utaongea maneno mabaya kumhusu mume wangu, nitajisikia vibaya. Lakini mimi kitu kitabaki ambacho ukweli na ujua mimi. Maneno kawaida tu. Nimesemwa na watu wangapi kutoka tumboni kwa mamangu mpaka umri unafikia. Nimesemwa na watu wengi. Na maana sijatoboka sehemu, acha waongee tu. Wazidi kuongea, ila mimi ndo naujua ukweli wa Abasi na naujua wanaume wake. Kwa maneno kawaida tu. Waongee mpaka basi. Hapo nilikutana na mtu mmoja kwenye comment alisema huyu binti aliyeolewa hamjui Abasi na hayupo TikTok. Yaani walikuwa wanamaanisha kwamba haujaona labda video za Abasi, haujaona, kwa sababu watu wanasema labda atakuwa ameolewa hajawahi kumuona kabisa. Kwa upande wako wewe, umemjua Abasi na umeolewa na Abasi ambaye ni wa TikTok, ambaye ni mtu ambaye alikuwa vile na wewe uko naye na unaujua ukweli wote. Nataka kufahamu kwa upande wako wewe binafsi kabisa kutoka moyoni, kitu ambacho unatamani kumwambia Abasi, kwa sababu maneno ni mengi na wewe sidhani kama unatamani kuaibishwa. Unatamani kumwambia nini? Yaani nachomwambia mume wangu, kama kweli tumeamua kubadilika, tubadilike kweli. Tubadilike serious. Yale mambo ya nyuma ambayo tulikuwa tunafanya, kwa sababu mwenyewe nishafanya ujinga wangu sana. Japo ndio kanipenda hivyo, yeye mwenyewe kafanya ujinga wake sana, nimempenda hivyo. Tubadilike kweli mume wangu, tuanze na moja, yani tunaanza kurasa mpya. Mwanzo tulikuwa tunaishi mawala, tulikuwa watoto, ila sasa hivi tushakuwa watu wazima tayari. Kwa hiyo yale mambo ya nyuma ambayo tuliamua kuyaacha, basi tuyaache kweli ya basi. Sawa mume wangu. Mimi nampenda sana Abasi, ndo babangu, baba wa watoto wangu yani, ambaye nambebea kijacho chake tumboni. Tuseme hivi, mimi kama Bileila yule wa zamani, ulikuwa nani ile jina lako la AK? Doni. Sawa, mimi nimeachana na utomboy, si ndio? Ndio. Sawa. Turudi kwa Abasi. Abasi, nataka kufahamu maamuzi yako ya kuamua kuziacha video na picha ambazo uliwahi kurekodi kipindi ambacho ulikuwa unaishi hayo maisha. Sababu ni nini ambayo imekufanya wewe ukaamua kuziacha tu, na kama kuna zingine unafuta taratibu lakini bado zipo nyingi? Sababu ni nini? Sababu niliamua kuzifuta kutokana na nini? Yani nataka kwanza niwe fundisho na niwe yani watu waige mfano wangu. Kwa sababu yani kwa wasichokijua, yani napenda kuhostia kwanza watu kwanza wenye tabia kama za kwangu. Maisha magumu. Alafu mwisho wake ni mbaya sana. Mwisho wake kwanza ni aibu. Hakuna faida yote, unajidhalilisha. Yani kwa mfano vile ushaamua kubadilika, yani nilivyoamua kubadilika, mpaka unakuja kusema umebadilika, inakuwa ngumu sana mtu kukuamini. Kwa sababu mimi napata changamoto ya binadamu kuniamini. Hawezi kuniamini na kutokana na tabia zangu. Kwa hiyo watu wenzangu kama mimi, naomba mimi niwe mfano wenu, naomba mimi niwe balozi wenu kuwaambia hicho kitendo sio kizuri, yani hakifai. Bora mbadilike mapema, kwa sababu maisha ya mbele hapo, na maisha ya mbele magumu sana. Kutokana mimi binafsi kipindi nataka kuoa nipata changamoto sana kubwa, kwa sababu upitie kwa maustazi, kwa mshenga. Maana hamna mtu mshenga anaweza kubali kwenda kuna ni watu kibao anaweza kuongea, watu kibao wanaongea maneno yao mwingine ya kuweko. Wewe mimi binafsi maneno nimeyazoea, mshenga hajayazoea, au mtu mwingine binafsi asiyajua hajayazoea. Kwa hiyo inakuja kuwa ngumu. Kwa hiyo jamani, tuacheni hizo tabia mbovu, tubadilike. Mungu yupo. Alafu kiamua kubadilika, unabadilika kwa maamuzi yako. Japo kuwa mimi binafsi siwezi kumforce binadamu wenzangu waniamini kama nimebadilika. Ila kwa Mungu anaona kabisa nimefanyaje? Nimebadilika, na mimi ninabadilika hasa kwa vitendo. Binafsi hapo zamani sikuwa na majukumu. Nilikuwa najijali mimi kama mimi. Sasa hivi na mwanamke naishi naye. Pia maisha yamebadilika, na kanibebea mimba. Na maana bado mtoto atazaliwa pia na mimi nitakuwa baba. Kwa hiyo nitakuwa baba ambaye nimekuwa baba wa ovyo. Mwanangu sasa ataniita baba au ataniita mjomba. Kwa hiyo sasa yani mimi tunapenda kuwashauri kwamba tubadilike. Alafu pia na kwa binadamu wenzangu wanapenda kukomenti upumbavu, ujinga. Hasa tuseme ni wanaume wenzangu, kwa sababu anakomenti hivyo sana sana wanaume. Hebu wanaume kuweni na akili kwanza, badilikeni.
Mtu mwanaume zako kama kubadilika kutoka kwenye hatua hii kwenda kwenye hatua nyingine, unamdhihaki. Kwa nini umdhihaki? Badala uwe mstari mmoja, uwe sambamba naye na kumshauri na kumpa pongezi kwamba hongera, umebadilika, Mungu akutangulie. Kwa nini msiseme hivyo? Ndio kwanza nyenyewe mnanilio, mnanididimiza kwamba kipindi sijabadilika wanaume hao wanaongea, unatuzalisha na tuaibisha. Sasa nimeoa, nimebadilika, soda haina gesi. Sasa binadamu yani nifanyeje? Kwamba binadamu huwezi kumridhisha, hata ukifanya vipi huwezi kumridhisha, huwezi kulizika. Kwa hiyo binafsi yani punguzeni kujipa cheo cha uhakimu. Hakimu wetu ni Mungu. Mungu ndiye anajua huyu ukafanya hivi, ukafanya hivi, kila mtu anajua ampe hukumu gani. Binadamu tuache maneno, binadamu tuache matusi, binadamu tuache dhiaka. Aendapo pale mtu anapotoka hapo anachukua video zangu za zamani na kuziposti. Binafsi mimi na TikTok nyingi, sikufichi. Ambazo TikTok nyingine mimi hata sizikumbuki. Kwa sababu nitakumbuka nitafuta siwezi. Ila ya zamani kabisa ya juzi kati nimeifuta. Alafu kingine pia niliona comment watu wanasema bwana harusi kanuna, kalazimishwa kuoa. Mimi binafsi sikulazimishwa. Yaani ndoa nimeipanga mimi mwenyewe na mke wangu na pamoja na ndugu zake mke wangu na mimi ndugu yangu ule Shangingi ambaye kama mama yetu. Ndio tumepanga na tumekubaliana. Mimi mtu mzima siwezi kulazimishwa. Alafu kuzingatia mimi kwangu mamangu mzazi mimi ndio kipenzi chake na mimi ndio udhaifu wake. Na una ndio udhaifu kwa babake. Na maana mimi nasikilizwa kwetu. Hawezi kunipinga. Siwezi kulazimisha kuoa hata siku moja. Alafu pia niliona waliongea siwi kalegea. Kulegea kitu cha kawaida. Unaweza kama mwanaume mwingine kakaza lakini gesti ndio hakuna kabisa. Yaani hakuna kabisa, kakaza lakini anajificha. Kwa hiyo yule anayekaza akajificha aache tabia mbaya, yule alolegea aache tabia mbaya. Mimi binafsi taratibu naweza kubadilika. Namshukuru Mungu hapa nilipofikia. Kusema kweli lakini yani msinihukumu hivyo. Naumia lakini najikaza. Msinihukumu hivyo. Najikaza kama mwanaume. Kweli nilifanya makosa nakiri, siwezi kukataa kwamba nanisingizia. Naweza nikasema nikataa lakini vikaja video yangu kanidhalilisha. Kweli nilikuwa zamani hivyo lakini nimebadilika. Yani nimebadilika haso. Kabisa nimebadilika. Yani naomba nimebalozi wenu kabisa kwa wale wengine wenye tabia mbovu, wasitaka kubadilika waige mfano. Unaweza kubadilika. Msikubali kuchezewa mbele mkavunjwa mkaumizwa, mkakosa kiume. Binafsi kama ningekuwa sina uwezo kumridhisha mwanamke au sina uwezo kusimama, nisingekuwa na bila hilo. Na nisingekubali muoe kwa sababu hata nikubali muoe na mtu tunafanya nini? Lakini mpaka tupo wote mpaka dakika hii basi kipo ambacho tuna madhaifu yapo tunavumiliana. Hamna binadamu alokamilika. Sawa. Mimi nimefurahi kwa sababu umejibu vizuri kama ambavyo watu wanazungumza. Na kitu ambacho kinakuwa kinatokea mitandaoni, watu wengi wanakuwa wanazungumza vile ambavyo wanaamini wao, si ndio? Sawa. Mtazamaji wa Bongo Touch utakuwa umepata yale maneno ambayo mlikuwa mnayazungumza kwenye mitandao. Nafikiria basi hapa atakuwa ameweka kila kitu wazi, lakini pia bila ila pale amezungumza na yeye ameweza kutoa ukweli wa kile ambacho anakifahamu. Lakini pia tumewavamia kwa sababu ni harusi ya Kiislamu, tumewavamia hapo kwenye saba zao, na kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea pia kwenye mitandao wakaona watupe nafasi ya kuzungumza kwa sababu jambo lingekuwa kubwa zaidi. Mimi niseme asante sana. Labda kuna chochote cha kuzungumza na mashabiki zenu kwa sababu wewe mtandaoni sio mgeni, watu wanakufuatilia sana. Chochote cha kushare nao wale ambao wanakufuatilia? Mimi tu jamani napenda kuwapa hongera zenu na pongezi zenu kwa kunikimbilia kwenye shughuli yangu na kunisupport. Pia jamani naombeni muache kunihukumu, msinihukumu kiasi kama hicho. Mimi binadamu mwenzenu, mtoto wa mwanamke mwenzenu, mtoto wa mwanamume mwenzenu. Mimi pia nimezaliwa na mimi pia nina moyo wa nyama, sina moyo wa jiwe. Punguzeni matusi. Ni hukumuni kwa vitendo vyangu. Mkiniona nimerudia labda vitendo nilivyofanya, basi ruksa ni hukumuni. Lakini sijarudia, yalopita yamepita, tumeganga yajayo sasa ni mapya, tumefungua kurasa mpya. Pia binadamu msipende kumhukumu binadamu mwenzenu. Kama ambavyo tunaona Misemo yetu alivolewa na Aziz Ki, maneno yamekuwa mengi, wengine wamechukua video zake za zamani za akiwa na naume zake, wameziposti, yani wanaongea maneno kibao. Kwa hiyo na mimi pia jamani, punguzeni tu tutie mchele. Mambo mengine yaendelee. Mimi binadamu yalopita yamepita. Yani usinijaje kupitia picha za zamani au video za zamani. Mimi picha zangu zamani naweza nikafuta, lakini pia siwezi kuzifuta zote na pia siwezi kuwa na account moja. Nilikuwa na account nyingine labda nilipoteza simu tena kuna account siwezi kuzifuta, yani zitakuwepo. Watu wanazipata. Kwa hiyo jamani nipunguzieni. Na mimi pia naombeni yani mnipunguzie sana mimi mtoto mwanaume mwenzenu yani nipunguzieni. Sawa bwana mtazamaji wa Bongo Touch, tumefurahi kupata nafasi ya
harusi mbichi kabisa hii. Tumeweza kuzungumza nao na wameweza kutuambia kile ambacho wameweza kutuambia hapa. Nikukumbushe wewe mtazamaji kusubscribe, lakini pia kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter. Tunatumia jina moja tu la Bongo Touch. I go by the name JS, behind the camera Rami Lee.